Leo tulikuwa tunaangalia jitihada za utekelezaji wa matumizi bora ya nishati. Matumizi bora ya nishati unagusa makundi yote katika jamii yetu, ikiwemo watu wenye mahitaji maalum, ikiwemo wanawake, ikiwemo vijana, wasichana na wanafunzi mbalimbali na wanaume. Sasa katika matumizi bora ya nishati inatusaidia kutumia nishati kidogo lakini kufanya kazi ile iliyotarajiwa. Kwa upande wa mkakati wa matumizi bora wa nishati ambao unasimamiwa na Wizara ya Nishati, mkakati huo ni wa miaka 10 wa mwaka 2024 hadi 2034. Umeongelea mambo mbalimbali ikiwemo umuhimu wa kujenga uelewa juu ya umuhimu wa haya matumizi bora ya nishati. Lakini pia umehamasisha makundi mbalimbali na umetambua umuhimu wao kwamba kunakuwa na fursa za upatikanaji wa ajira kutokana na hii matumizi bora ya nishati. Na katika utekelezaji wa mkakati huu tumekuwa tukishirikiana na mashirika ya wadau wa maendeleo ikiwemo shirika la UNDP na ubalozi wa Ireland ambao umesaidia katika maandalizi ya mkakati ambao sasa katika ubalozi huu pia umesaidia kuandaa Gender Equality and Social Inclusion katika action plan. Katika mpango kazi huu unatambua umuhimu wa makundi sasa haya, watu wenye mahitaji maalum, watu wenye ulemavu, wasichana na vijana na makundi maalum katika matumizi bora ya nishati. Katika masuala mbalimbali ambayo yanafanyika, swala la jinsia ni la msingi. Kuwa jinsia iweze kuchukuliwa kimana. Yaani hasa tunaangalia kule usawa kati ya kina mama, usawa katika masuala ya vijana, usawa kwa watu wenye ulemavu waweze kushiriki au kufaidi na nishati inayofanyika. Kwa hii tumeifanya hata huko nyuma katika miradi, kama kutokana na mradi ambao tunasema kwa Kiingereza tunasema Sustainable Energy for All, ambao ilikuwa ni kuwashirikisha watu wote waweze kufaidi na nishati. Kwa hiyo hata katika swala la nishati yenye ufanisi, yani energy efficiency, tunataka pia haya makundi yote yaweze kufaidika. Wakina mama, watoto, watu wenye ulemavu na watu wasiojiweza. Kwa sababu utaona ndio katika idadi kubwa ya watu ambao wana umaskini wa nishati ni haya makundi ambayo yalikuwa tumeyataja hapa. Tumeandaa viwango vingi sana ambavyo tumeshaanza utekelezaji wake. Miongoni mwa hivyo viwango ni pamoja na kiwango cha matumizi sanifu ya nishati cha majiko banifu. Nafikiri kwa pamoja tunafahamu kwamba ukiangalia mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia nasema asilimia zaidi ya 60 ya Watanzania wanapika kwa kutumia kuni, waili nafikia asilimia kama 20 na kitu wanapika kwa kutumia mkaa. Kwa wanatumia haya majiko banifu. Kwa sisi kama sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa nishati safi wa matumizi sanifu ya nishati, tumeandaa viwango ambao lengo lake ni kuhakikisha kwamba kiwango cha nishati kinachotumika ni kidogo, upishi ule ili kusudi kumpunguzia hata mama zetu au dada zetu wanaokusanya kuni wasitumie muda mwingi wakikusanya kuni. Tumeona hapa presenter alizungumza kwamba katika watu milioni 850 duniani wanaojihusisha na ukusanyaji wa kuni kwa ajili ya kupikia, asilimia 80 ni wanawake. Sasa manake muda mwingi ishakuwa ni asilimia 80 kama nafikiri milioni 700 around. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.